Halo ndugu wa Tanganyika, nimepata taarifa mpya kuhusu na huyu mashahidi wa ziada ambaye anayetoa ushahidi wa ziada vile aliyekataliwa na Lissu, ya kwamba ameshapita alafu tena anataka kujirudia. Inaonekana kuwa mashahidi huyo ambaye ni askari polisi anadaiwa kuwa ni ACP wa jeshi la polisi, kwamba ndo anataka kuja kutoa ushahidi. Huyo mtu alishafariki mwaka 2023 na tena hakuwa ACP, alikuwa ACP wa jeshi la polisi. Sasa leo hii tena anasadikiwa tena aje atoe ushahidi. Huyo mtu anatoka wapi? Na mke wake amethibitisha, maana watu wengi wanampigia simu na kumuulizia huyu mtu yuko wapi. Leo amethibitisha, ametuma ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii akidai kuwa huyu alikuwa ni mume wake na ameshafariki tayari, na pia mnamkumbusha majonzi kuwa mnamwambia hivyo, ongelea hivyo, kumtaja. Kwa hiyo kitu kama hicho hapo, na kama mnahitaji ushahidi dhahiri apigiwe mke wake, maana wapo watu walio na namba yake. Kwa hiyo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naomba iweze kuitazama hii kesi kwa jicho la pili, alafu pia waangalie kama imeshafikia tamati, wasiendelee kumsumbua huyu mtu. Kwanza hapo alipo ni mgonjwa, yaani ni mfu aliye hai. Kwa hiyo ni dakika yoyote ile anaweza akafa. Sasa tunaashumu sasa amefia gerezani, sitaonekana nani serikali imemuua, kumbe kafa na maradhi yake tu. Maana hapo alipo hata huduma za kiafya hapati, huenda hata msosi bora kulingana na afya yake hapati. Ya nini sasa muendelee kukoma naye ili kupoteza muda na kusukuma muda? Maana mnapokuwa mnaendelea kupoteza muda hivi, ni vile vile mnamtia hasira, kwa sababu kama kesi imeshaisha na hata kama ameshaonekana ameshinda, mkubali tu, mkiri ya kwamba basi tulipitiwa, ama aliyefungua kesi basi alikosea. Basi inaingia sasa yeye, sasa kama atadai madai yake mnamlipa, ama yule aliyefungua kesi na aliyeenda kumkamata si ni polisi, atataja aliyemwagiza, basi wao ndo wataowajibika kumlipa. Ni kama jinsi mwaka jana waziri wa miundombinu alipoenda kuruhusu greda kwenda kubomoa nyumba ya mtu. Kwa sasa hivi si wote wamemruka, ikaonekana kwamba yeye mwenyewe ndo alipe gharama hizo za hiyo nyumba, wakati serikali ndo iliyokuwa imemwagiza. Sasa na huyu hapa walomwagiza kwenda kumkamata, ama yeye mkamataji, ndo wajibike kumlipa pamoja na aliyemwagiza, maana inaonesha kwamba kuna oda iliyotoka. Muangaliage tu kiuhalisia, huyo mtu alisumbua kwenye wakati wa Magufuli. Kesi zilikuwa kesi 13 kama sio 13 12, lakini jamaa alishinda kesi kama 7, kama sio 7 ni 5. Baada ya kushinda, kipi kilichotokea? Zingine kesi simulizifuta. Sasa leo hii na Magufuli alikuwa ni gaidi, ugaidi wake sio wa kama wa sasa hivi ulivyo. Ugaidi wake ulikuwa ni wa mdomoni, wa kuweza kukataa mambo, yaani ukorofi tu, yani ndivyo alivyokuwa yeye. Alikuwa sio silent killer, hakuwa silent killer yeye alikuwa ni mtu wa papa hapo anakumaliza, hapo anaongea, anamaliza, anaondoka kabisa. Sio mtu wa kukaa na kinyongo. Malizeni hili jambo. Mnaona hadi Umoja wa Mataifa unaingilia. Sasa mwisho wa siku serikali mnaendelea kuitia madoa. Angalia, serikali haijamaliza hata miaka 10. Yaani ndani ya miaka ya mwaka mmoja wa pili imeshakumbwa na matatizo kibao. Matatizo hayo ya maandamano, tuseme mauaji ya maandamano, vifo vya maandamano vilivyotokana na maandamano, alafu matatizo tena ya haya madawa ya kulevya,
matatizo ya utekaji, hawa watu waliokuwa wameenda Kenya, unaona, na matatizo ambayo ni yani mengi ambayo yanayosadikiwa. Sasa yote haya serikali inaingia doa kwenye Umoja wa Mataifa. Serikali yetu haina amani. Mimi naiomba tu serikali ijaribu kufikiria huyu mtu wamwachie, na wakimwachia na mjaribu kuangalia matatizo mengine, mjaribu kuyasolve yanayoshindikana kwa wakati huu sasa hivi wa haraka haraka. Basi yanaenda hivyo, itafikia wakati na yeye atafunikwa, yatatoka. Lakini baadhi ya mengine ni ya kauli tu ya kusema bwana hiki kitu sikitaki, na ukitaki kweli huyu bwana, huyu mtu bwana kesi yake imeenda, haina kichwa wala miguu na hata haieleweki, basi mwachieni adai anachodai. Maana hamna mnachokifanya na hamna mnachoweza yani kuendelea kumshikilia hivi, hamna ambacho mnachokiokoa, iko pale pale. Huyu mtu hata kama akifa, ndugu zake watadai serikali, watamtaka ndugu yao na watamtaka akiwa mzima mzima, kama jinsi ambavyo anawasumbua sasa hivi. Ndugu zake watamdaka mzima mzima atokee, na tayari alishakufa. Maiti wataikataa, utaenda kuizika wapi? Majaji, angalieni hii kesi. Mawakili, angalieni hii kesi. Mawakili wa serikali, muangalie kesi inakoelekea. Imeisha, basi aondoke, awe uraiani, adai anachodai. Basi mimi ni hayo tu ya kwangu. Maana huyo Amin Said Mahamba ni mtu ambaye alishakufa. Kumbe huyo Amin Said Mahamba alishakufa 2023. Sasa leo hii tena anatakiwa akatoe ushahidi, na yeye mwenyewe huyu mhaini ameonekana mwaka 2025. Sasa je, amefufuka alafu tena akarudi? Yani amefufuka alafu akarudi. Naitwa Afande Msomi, ila mimi ni afande wa ukweli kweli, tofauti na hao wanaowazania, wanaotafutwa na TFF na bato tu bato. Mimi siko huko. Mimi ni Afande Msomi na wala sina kundi lolote ile. Mimi ni jeshi la mtu mmoja ambalo ni la amani, sifungamani na mtu yoyote.